Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Msikilizaji, karibu kusikiliza uchambuzi wetu wa habari katika lugha tukufu la Kiswahili, uchambuzi ambao unajumuishwa na ukurasa wa habari muhimu, ripoti za wanaripota wetu kutoka kona mbalimbali, ukurasa wa habari za michezo pamoja na habari za kitaifa na zile za kimataifa. Msomaji wako Bukuru Tantine Aldama, fundi mitambo Safari Alimasi, na kualika msikilizaji kuambatana nami mwanzo hadi tamati. Nasema karibu. Kabla ya uchambuzi wetu wa habari, namkaribisha hapa Jaekala Jaden kwa usomaji wa habari muhimu. Karibu. Naam, leo kwenye habari muhimu tuanzie na hapa Baraka, ambako kazi za ujenzi wa mifereji mjini Baraka kupitia taxe conventionnel zinapangwa kuanzisha mara tena siku ya pili ya wiki tunayo. Ndivyo amehakikisha hayo kiongozi wa shirika la kimaendeleo la EMO litakalo simamia ujenzi wa kazi hizo. Na huko Uvira, vuguvugu machozi ya rahia linakemea kwa hali ya juu zaidi vitendo vya ukosefu wa usalama vinavyoripotiwa mara kwa mara mjini Uvira. Dunia Amisi, mratibu wa kitaifa wa muhundo huo, amehomba vyombo vya usalama pamoja na viongozi wa serikali kuvalia njuga swala hilo. Mwishowe ni habari ya kitaifa, ambako nchi ya Afrika ya Kusini imetangaza kuondoa wanajeshi wake katika ujumbe wa Umoja wa Mataifa wa kuhudumisha amani na kuleta utulivu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, MONUSCO, miezi miwili tu baada ya kuanza upya wa muhula wa MONUSCO. Mwenzangu Bukuru Tantine Aldama, nadhani hapo nimeweka nukta kwenye habari muhimu. Asante sana Jaekala Jaden kwa usomaji wako huo wa habari muhimu. Na sasa tunaingia kwenye uchambuzi wetu wa habari, tukianzia katika mji wa Baraka. Vitendo vya uporaji vinazidi kuripotiwa kila kuchao ndani ya mji wa Baraka, ambako usiku wa Jumapili ya tarehe 8 Februari mwaka huu, studio ya kuuza filamu na muziki Edisio kwa ufupi ijulikanayo kwa jina la Plamedi imetembelewa na watu, aiza mtu mwenye kushikilia silaha kufaulu kupeleka simu kadhaa. Akizungumza na Radio Kivu, moja kati ya wahanga wa tukio hilo ameonyesha hapa namna tukio hilo la uporaji lilivyokuwa. Alikuwa mtu mmoja, ilikuwa ma 19h, alifika hapa ku kioske. Avant yaingia mu kioske ya Edition, alianzaka kwanza ku piste ya unité yenye kwa hapa ku barabara mbele ya mlango ya Edition. Akakuta kuko mteja anauza unité pale, balikuwa banamurushia mega. Akamwambia ule baba nipatie ile telefone. Sasa ule baba alitaka tala, akapiga masasi mbili chini. Ule baba akatupa telefone a distance hata ya 2 metre. Ule mwizi akaenda logota ile telefone. Apres kulogota ile telefone njoo alikuyaka ku Edition, akapiga zingine masase kama 3. Akaambia DJ toka haraka. DJ akatoka, akaambia bateja yote mwende nje. Bateja bakaenda nje. Sasa aliingia mule, alibebaka telefone ya DJ na telefone ya mteja mwingine. Ototali alibatika kuenda na telefone 3. Mwedisio telefone 2 na ile nyingine telefone alibeba pale ku piste ya unité. Mtu alifika mwazile masaa, alikuwa anavalia ke pantalo ya training disons ya vere yote, na alikuwa na tricot yulu. Mkiuno alikuwa na kama ni masentire zile anavala vya vile, na bunduki yake alikuwa anaificha pembeni tu, anaitia sawa nyuma mgongo kidogo, na alikuwa anaipiga kabisa na mkono moja kutiliza kata mikono mbili. Sasa iko anapiga bunduki yake, nyingine mkono njoo ilikuwa inatwala vitu vya watu. Na labda lugha gani ambayo alikuwa nayo? Kiswahili. Tulishukuru serikali, wa soda wa serikali FARDC walifika kufanya mankete, amwenke ilikuwa na retard kidogo juu activite ya bwizi ilipita mu 19h, balikuwa fika 22h, bakanigonga nikalamuka, bakauliza efe gisi ilikuwa, nikabaambia, bakasema tufike pale kwenye action ilipita ku kioske. Tukapanda, tuliweza logota pale birashi 3 pia vililogoteka ile busiku, ndio tuliona kwa macho yetu.
Uongozi wa mji wa Baraka umeitisha kikao siku ya kwanza hii navyo vitengo vya serikali, mashirika ya kiraia na FEC ili kupata suluhu kwa mkokotano wa kulipa ushuru wa jimbo unaoshuhudiwa kwa sasa. Mashirika ya kiraia na FEC upande wao wamesema kukubaliana na maamuzi ya meya wa jiji la Baraka. Bi Mari Mukanjaswaze, meya kwa muda wa mji wa Baraka, anaeleza kwa nini walitisha kikao hicho. Nilita kikao na kilikuwa kinalenga juu ya taxation, na nilikuwa naitisha maservice zote na pia makushi ya societe civile na feki. Na ile kikao niliita ni juu ya problema taxation. Societe civile na feki ilifanya ma decision ya kusema ke haipaswi kulipa tax. Mmetfua biko banaongea kwa radio, nikaona ifale nibaitishe, nibasikilizishe na nibaoneshe. Na nilishukuru balitika kwa wito, tukaongea pamoja na tulipata conclusion kusema ke baende baandike barua. Anataka biko banaandika barua yabo, shie kome gouvernement itaendelea kwa natumika mpaka saa ile barua yabo banabajibia. Kama watabajibia seme antuka ile rezo ziko fonde, mwende mkataze zile maservice zitumiki. Niko tayari kwamba maservice yangu mkroaze. Kama habayabajibia tutaendelea na kutumika kazi yetu kama kawaida. Upande mwingine, meya kwa muda wa mji wa Baraka Bi Mari Mukanjaswaze amewataka wafanyabiashara kulipa ushuru wa jimbo kama zamani. Napenda kwamba wafanyabiashara shie na ebo hatuna mikrobe. Sa vile feki societe civile na basi jeti hatuna mikrobe. Donc tutumike, tusiigiza kwenye giza haiko. Tutumike sasa, tukatumikaka mbele, baendelee kulipa tax na shi tuendelee kukua nabo karibu kubasensibilize na tukifanya bras de fer. Tunakuja hapa kuoneshana na kutumika pamoja kama familia wakati tulikuwa tumika mbele. Licha ya kuamuru kwa wafanyabiashara kulipa ushuru wa jimbo, mashirika ya kiraia na FEC wamesema wapo tayari kulipa ushuru huo. Songa Shabani wa Lomoto ni mwandishi wa FEC Baraka Fizi, anaeleza yafuatayo. Ndiyo, sisi hatukataze vitengo vya serikali kudai ushuru, tukatai. Isipokuwa tu tunasema kwamba ngazi za province haziwezi kutoza ushuru, lakini zifanye kazi zake, sababu kazi ziko nyingi, haiko kutoza ushuru tu. Tumekataa wasitoze ushuru kwa sababu moja au mbili. Sababu ya kwanza ni kwa sababu uongozi wa gouvernement provincial hatujui mpaka saa hizi uko wapi. Na ninajua kwamba tariki 10 hapa tutakuwa na miezi miwili Uvira ikamatiwe na watu walisharudia, lakini mpaka sasa hivi gouvernement centrale haiaonesha wapi gouvernement provincial itakwenda kaa. Sasa sisi tutakuwa tunalipa zile pesa zende wapi? Na kwa sababu hiyo kwenye kikao ambacho tulikifanya na meya wa jiji tulishindwa kuelewa kama kikao ni cha uzalendo au kama ni kikao cha udikteta, tulishindwa kuelewa. Na kwa hiyo sisi hatukuwa tayari kwa kupokea watoza ushuru. Sisi hapa ni Fizi. Fizi haiko njoo Mwenga na Mwenga haiko njoo Shabunda. Kwa hiyo sisi watu wa Fizi na Baraka tunasema sisi hatujakuwa tayari kupokea watoza ushuru wa ngazi ya province. Tunaomba kwa meya wa jiji pamoja na viongozi au vitengo vya watoza ushuru wa province wafanye plaidoyer, waambie gouvernement provincial ijiinstale. Wakijiinstale tu na sisi tuko tayari kulipa ushuru. Tuko tayari, hatukatai, lakini tunahitaji na sisi tuone wanapatikana sehemu gani. Hiyo ndo sababu tu, wanapatikana sehemu gani. Kwa hiyo tunaomba uongozi wa jiji, tunaomba viongozi wa service mbalimbali ya serikali watusaidie ili jimbo lipate kuwa na makao, tuone wanakaa wapi. Kazi za ujenzi wa mifereji mjini Baraka kupitia taxe conventionnelle zinapangwa kuanzishwa mara tena siku ya pili wiki tunayo. Ndivyo amehakikisha hayo kiongozi wa shirika la maendeleo la EMO litakalosimamia ujenzi wa kazi hizo. Ni tangu wiki iliyopita ndipo uongozi wa mji wa Baraka uliteua shirika la EMO kwa ajili ya ujenzi wa kazi hizo. Upande wake Waisele Lwaneno, mkuu kiongozi wa shirika la maendeleo la EMO, amehakikisha kazi hizo zitaanzishwa siku ya pili wiki tunayo kwa kumwaga mawe na mchanga. Wakati meya wa jiji aliniita na kunigabizi ile kazi, kulikuwa bado hajanipa pesa.
Nikaambia watu siku ambao wataleta pesa na njoo tutaanza kazi. Kulingana na ile leo hii meya wa jiji ameleta pesa. Masaki 25 ya sima. Kulingana na ile nasema hivi, siku ya pili gari zinaanza kutupa mawe na mchanga, na siku ya 3. Siku ya 4 officiellement tunaingia mkazi ya ujenzi sasa. Ninawapa muda wa siku 4. Siku ya 4, siku ya 5, siku ya 6 na siku ya Mungu na hakikisha namaliza. Kama pesa zitaenea kiwango cha mita 100, nitafanya mita 100. Zikienea kiwango cha mita 60, nitafanya kiwango cha mita 60 kutumika kujenga na kumalizia mfereji na kuramble barabara. Kukadiri gisi pesa zitakuwa, na ninaweza kuomba kila mtoto wa Fizi mwenye anapenda maendeleo, uwe Muvira, uwe Muzoba, uwe Mungindu, uwe nani, tuchangize kwa mwingine yetu ili jiji letu lionekane. Raia wategemee mafanikio wataiona mwizi siku 3. Tukiwa tu katika mji wa Baraka, kuna shuhudiwa na mmomonyoko wa ardhi kwenye kata mbalimbali za mji wa Baraka, mmomonyoko wenye kusababishwa na mvua kubwa zinazoendelea kunyesha mjini humu. Ili kuweza kujua sababu na namna ya kujikinga na janga hilo la asili, Radio Kivu imezungumza na engineer Beana Bilombele Gaston, mwalimu msaidizi kwenye chuo kikuu cha maendeleo ya vijijini Isdere Fizi, ambaye ameanza kwa kufafanua nini maana ya mmomonyoko wa ardhi na sababu zake kuu. Mmomonyoko wa ardhi ni kutoka kwa udongo fasi moja na kwenda kutiliwa fasi nyingine. Hiyo ndio sisi tunaita erosion. Unatoshwa kisha unaenda kutiwa fasi nyingine, fasi ambayo sio ya asili yake. Kuhamishwa kwa udongo, jambo tunaita erosion. Kwanza kabisa ni maji. Yaani ni mmonyoko unaosababishwa na maji. Kwa Kifaransa tunaita erosion hydrique. Na wengine ni mmomonyoko unaosababishwa na pepo. Tunaita erosion aérienne. Lakini kabisa zaidi ni maji. Ndio inahamisha udongo. Inayosababisha udongo kupelekwa kwa maji, ya kwanza kabisa, nawaza ukitupa macho katika milima ambayo inazunguka nje wa Baraka, hapa tu Baraka, ukitupa macho juu, utaona milima yote hakuna miti tena. Yaani miti imekatwa kiasi kwamba wakati mvua zinanyesha zinafika na nguvu nyingi kwenye udongo. Sasa nguvu hizo zinafanya udongo kutoshwa na nguvu za maji, na hapo sababu maji inashuka inafata kilima, na hapo inapelekea udongo. Yaani kukatwa kwa miti bila huruma, déboisement sans merci. Kitu cha kwanza kinasababisha udongo kupelekwa mmomonyoko ni kukatiwa kwa miti kwa wingi kwenye milima huko. Ya pili, hapa Baraka. Unajua Baraka ya zamani ilikuwa ni mwingine fupi. Sasa Baraka leo inazidi kuendelea. Nyumba zinazidi kwenda najengewa mpaka huko juu ambako kulikuwa mashamba, leo kunakuwa nyumba za watu. Sasa ile uwingi wa watu na wa nyumba za manjanja inafanya wakati kunanyesha maji ya mvua inakuwa sawa vile inakamatwa na inashuka kwenye udongo. Sasa inajikuta inakuwa maji mingi, na wakati maji inakuwa mingi inatuma udongo upelekwe na vitesi ya maji. Sasa hiyo inasababisha mmomonyoko uzidi kuongezeka katika jiji la Baraka. Engineer Beana Bilombele Gaston amependekeza hapa njia mbalimbali za kupambana na mmomonyoko wa ardhi mjini Baraka. Miti ina ile tunaita majani. Sasa wakati kunanyesha, ile toni za mvua mbele kufika kwenye udongo zinafika kwenye majani. Yaani majani ya miti inapunguza nguvu za toni za mvua. Sasa toni za mvua zitafika kwenye udongo, hazina nguvu tena, na hapo maji haitakuwa na nguvu ya kutikisa udongo. Sasa wakati miti inakatwa kiolela, toni za mvula zinafika mara moja kwenye udongo, na udongo unatikiswa, na moja kwa moja udongo wa juu unabebwa na maji, na hapo inasababisha mmonyoko. Kitakachofanyika cha mbele kabisa, inabidi mheshimiwa mere wa jiji la Baraka kufanya appel kusisi ba expert, tufanye miraji ili tufanye projet za kukanalize mji wa Baraka mzima. Niseme hivi, kuna ile tunaita
les canaux collecteurs za maji, sawa vile Mau, sawa vile Malala, sawa vile Mkemake. Ile makanal, miferegi ya kabambi ingepaswa kujengewa, sababu maji isikuwe wakati inajaa inazagaa kiolela. Ile kwanza ni haraka kabisa suluhisho ya mbele ya kutuma mmonyoko ndani ya jiji la Baraka upunguke. Kujengewa kwa miferegi kabambi iko urgent, hiyo iko suluhisho kubwa tena ya haraka kabisa. Ya pili na ya muda mrefu, sababu miti imekatwa kiolela, ingebidi kufanyiwe program ya kupanda miti kwa haraka. Kama ingewezekana kufanyike miradi ndani ya jiji la Baraka na milima yote ambayo inazunguka jiji la Baraka, kupandiwe miti. Kama kila mwaka tungeweza kupanda miti 1000 baada ya miaka 5, tutakuwa tumepanda miti 1500. Wakati tunapanda miti itakuwa na uwezo ya kupunguza nguvu za toni za mvua zisikuwe zinafika kwenye udongo na kasi. Ndio. Hiyo ni suluhisho kwa muda mrefu. Lakini kwa haraka kabisa inapaswa miferegi ya Baraka ijengewe. Kwa kuhitimisha, engineer huyu wa kilimo na mtaalamu wa mazingira amewataka raia wa mji wa Baraka kuwa tayari kuchangia kwenye miradi ambayo inaweza kuanzishwa kwa ajili ya kupiganisha tatizo la mmomonyoko wa ardhi mjini mwao. Wananchi wajue kwamba kwa sasa tuna janga kubwa la maji kushuka kwa kasi na kubeba udongo, ile tunaita mmonyoko. Ningehitaji au kuomba wa raia wa Baraka wakati watakaposikia kuna fanyishwa rambirambi za kuchangia mchanga, majiwe, kama vile kuna mradi wa kujenga miferegi na kunahitajika watu wachangie michanga, majiwe, watu wajisikie kwamba nao wanahitajika kuchangia ili tujenge mji wetu. Na kwenye habari za michezo ni kwamba beki wa zamani wa timu ya taifa ya Cameroon Nicolas Nkalu ametundika rasmi viatu vyake vya soka akiwa na umri wa miaka 35. Huku katika bara la Ulaya, rais wa klabu ya FC Barcelona Joao Laporta amejiuzulu kwenye wadhifa wake wa kuongoza klabu hiyo kutoka Uhispania. Mengi zaidi naye Omari Makelele Uzile. Na barabara kabisa, msikilizaji wa Radio Kijamii Kivu. Leo katika habari za michezo, mgongoni na valia namba 1 yake golikipa wa klabu ya Arsenal ambaye ni David Raya. Katika habari za michezo leo tuanzie na habari za hapa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Ni kwamba michuano ya ligi kuu hapa nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo maarufu Lenafoot iliweza kutimua vumbi mchana wa siku ya Jumapili ya tariki 8 Februari 2026 ambako kulipigwa mechi kati ya AS Malole dhidi ya klabu ya FC Chikas. Lakini hadi kipenga cha mwisho kinapulizwa, timu zote mbili zimetoka sare ya kungana bao 1-1. Na katika michuano ya shirikisho barani Afrika CAF ambayo iliweza kutimua vumbi vile vile mchana wa siku ya Jumapili ya tariki 8 Februari ambako kulipigwa mechi 4, klabu ya Nairobi United ya Kenya waliweza kutandikwa bao 1-0 na vijana wawili Athletic ya huko nchini Morocco, na vile vile vijana wa Zesco United kutoka Zambia wakaweza kuwatandika timu ya Zamalek kutoka Masri bao 1-0. Kaizer Chiefs ya Afrika Kusini wakaweza kuwatandika timu ya Al Masry kutoka Egypt mabao 2-1, na vijana wa AS Otuho kutoka Congo Brazzaville wakaweza kuonyesha mvua ya mabao timu ya Stellenbosch ya Afrika Kusini kwa kuweza kuwatandika mabao 3 bila majibu. Kule katika nchi jirani ya Burundi, michuano ya Primus League katika wiki ya 20 iliweza kutimua vumbi siku ya Jumamosi na siku ya Jumapili, ambako katika uwanja wa Urunani vijana wa Burundi Sport Dynamique waliweza kutandikwa mabao 3-1 na vijana wa Messager Ngozi, na katika uwanja tu huo wa Urunani vijana wa Muzinga waliweza kutandikwa mabao 4-1 na vijana wa Vision 2026. Garage Express katika uwanja wa Ingoma waliweza kutoka sare ya kutofungana dhidi ya vijana wa Olympique Star, na katika uwanja wa NPPC vijana wa Aigle Noirs Fighters wakaweza kupata ushindi wa tabu wa mabao 2-1 mbele ya vijana wa Ngozi City. Katika uwanja wa Gatwaro vijana wa Kayanza United wakaweza kutandikwa mabao 4-1 na vijana wa Musonga Football Club,
Na kule katika uwanja wa Urunani siku ya Jumapili, vijana wa Bumamuru wakaweza kusalimu amri mbele ya shangazi bila mjomba kwa kutandikwa mabao 2-1 na vijana wa Interstar. Flambeau du Centre wakatandikwa bao 1-0 na vijana wa Vital Football Club katika uwanja wa Ingoma. Na kule katika nchi jirani ya Tanzania ni kwamba klabu ya Simba imeondolewa kwenye mashindano ya michuano ya ligi ya mabingwa Afrika kisha kutoka sare ya 1-1 dhidi ya vijana wa klabu ya Petro de Luanda kutoka Angola. Simba imesalia na mchezo mmoja wa kukamilisha ratiba ya hatua ya makundi. Simba Sport Club ya Tanzania inakuwa klabu ya kwanza katika nchi hiyo ya Tanzania kuweza kuondolewa kwenye mashindano hayo ya mabingwa Afrika msimu huu. Beki wa zamani wa klabu ya Olympique Marseille, Olympique Lyonnais pamoja na AS Monaco zote za Ufaransa, raia wa Cameroon ambaye ni Nicolas Nkalu ametangaza rasmi kustaafu kucheza soka akiwa na umri wa miaka 35. Nicolas Nkalu alikuwa kwenye kikosi cha Olympique Marseille kilichotoa ubingwa wa Ufaransa Cup mwaka 2012 na pia alikuwa sehemu ya kikosi kilichotoa michuano ya AFCON 2017 akiwa na timu ya taifa ya Cameroon. Na kule katika nchi ya Uhispania barani Ulaya ni kwamba Joan Laporta amejiuzulu wadhifa wake wa kuwa rais wa klabu ya FC Barcelona tangu siku ya kwanza ya tarehe 9 Februari 2026 ili kuanzisha kampeni ya kugombea tena kuwa rais wa klabu ya Barcelona. Rafael Yuste mwenye umri wa miaka 64 ambaye ni raia wa Uhispania atakuwa kama rais wa mpito wa klabu ya FC Barcelona hadi pale rais mpya atakapopatikana. Kampeni ya uchaguzi itaanza kuanzia tarehe 6 mwezi wa 3 hadi tarehe 13 mwezi huo wa 3 mwaka 2026, huku tarehe 15 mwezi wa 3 2026 itakuwa sasa ni upigaji kura. Tukumbushe kuwa kura hiyo ya tarehe 15 mwezi wa 3 mwaka 2026 itakuwa uchaguzi wa 15 wa urais katika historia ya klabu ya FC Barcelona tangu mwaka 1953 wakati uchaguzi wa kwanza ulifanyika. Asante sana Umari Makelele Uzile kwa habari hizo za michezo. Msikilizaji, kama ndo bado nakuja kujiunga nasi, unasikiliza uchambuzi wa habari kutoka kwenye redio ya kijamii Kivu mjini Baraka kupitia mitabeni yake ya 93.0. Ukitaka kutengenezesha vyombo vya kielektronik na kununua vifaa vyake vya akiba ima pièce de rechange, jibu lako ni kampuni ya BBC Elia Baraka Aibaz. Na katika mji jirani wa Uvira ni kwamba vuguvugu machozi ya raia linakemea kwa hali ya juu zaidi vitendo vya ukosefu wa usalama vinavyoripotiwa mara kwa mara mjini Uvira. Dunia Misi, mratibu kitaifa wa muundo huo, ameomba vyombo vya usalama pamoja na viongozi wa serikali kuvalia njuga swala hilo. Katika mazungumzo na Radio Kivu, kiongozi huyo ameonyesha kuwa kwa sasa hali ya usalama sio yenye kuridhisha zaidi unapolinganisha na takwimu ya vitendo vya ukiukwaji wa haki za kibinadamu. Bwana Mwariri, acha kwanza tuseme kama wakati waasi wa M23 waliacha mji wa Uvira, walipoenda FARDC pamoja na wazalendo wakaingia, nyinyi wenyewe mnajua hali ambayo ilikuwa, hali ya masasi kulia mchana. Tukashukuru sana kwa service ya security FARDC pamoja na wazalendo, wakati ya hali ikakuwa vizuri, masasi yalikuwa tena nalia. Lakini kwa sasa hivi tunakuwa na shida kubwa mjini Uvira, na ni shida ya wizi. Shida ya wizi, ikifika 18h, 19h, simu yako, telefoni yako inakuwa jaribu yako, mafranga umeko na mfuko unakuwa jaribu yako, na ile inatokana na effectif kwa point show ya ba agent security inaonekana ni finyu sana, effectif ni finyu, ni ndogo, na ile inatuma wezi wakuwa wanafanya kazi zao gisi wanataka. Kwa sasa tuko deja na makaza mingi zenziko enregistre za batu kunyanganywa masimu. Tuko deja na kaya mingi ya batu kupigiwa masasi juu balikatala kupana matelefone. Tuko deja na kaya mingi ya badada balikuwa viole usiku sawa na kengilo mnyumba. Tuko deja na makaya mingi ya batu kuibiwa na vitu vyao na pesa zao. Sisi kama vuguvugu machozi ya raia tuna hombi kubwa
kwa serikali yetu. Kuko pendekezo ambazo tulifanya kuambia wa autorite wetu kufatana na situation ambayo iko kwa sasa Muvira. Ulisikia jana kama masasi lilia tena, ilikuwa ni hao wawezi walikuwa taka waende waibe mkomini ya Kalundu mkartie Kilibula, lakini sasa walikuwa wanaenda iba. Tukashukuru majirani wakawahi kuita intervention wakati ilifika nikawafukuza. Ndio ile masasi ambayo imelia usiku. Upande mwingine ameonyesha kuwa ukosefu wa umeme ni miongoni mwa sababu za usalama mdogo pa Uvira. Dunia Misi amerejea mara tena. Lakini tuko na shida za mingi. Umeme nao iko natuma watu wako wanaibiwa. Kura iko nakuja usiku. Kura iko nakuwa tu mchana, ikishafika 18h 19h 20h inaenda na population yote inalala mgiza mpaka asubuhi. Wezi wako wanapata gisi ya koopere mgiza. Ndio maana tunaita kwa wakuu si wasnele wako wanatumia watu kura usiku juu sasa mapatruere watakuwa wanafanya kazi yao, wako wanaona kwenye wako wanatembea. Tuko deja na maka za mapatruere wako wanapotea usiku, sasa wako wanafanya intervention. Umeme nayo iko nachangia watu wako wanapotea usiku, na ndio maana tunasema tunahitaji viongozi wetu wafanye usalama na wadumishe usalama, wakuwe wana collaborer na population. Numero zinebeko wanatupatia za intervention sasa zimatu kwa tunaziita azitapita, na zikipita banakuya kwa intervention na retard. Ile njoo tuko nataka tuoneshe population, tuseme kama tuko na besoin ya amani, na ile amani tutaidumisha kwa kutumika kwa umoja na kwa pamoja na vyombo vyetu. Na huko Kamituga ni kwamba baada ya meya makamu wa jiji la Kamituga kuzikwa nchini Burundi weekend iliyopita, eneo ambako amefia kwa ajili ya maradhi, mashirika ya kiraia eneo la Mwenga Kamituga yataja kupokea kwa masikitiko makubwa kitendo hicho, huku akitaja kuwa shukrani ya punda ni teke. Katika mahojiano naye mratibu wa shirika la raia husika na haki za binadamu Bedehashi kwa ufupi, tawi la Mwenga Kamituga, Bwana Wisoba wa Kilongo Fisto ameanza kwanza kutoa picha ya mazishi ya meya makamu wa Kamituga. Alizikwa Burundi ni kitu ambayo inahuzunisha community yote Lega, inahuzunisha wakaaji yote ya territoire ya Mwenga na vile ya Kamituga, paske mera hakuanza tu kutumikia meri ya Kamituga, lakini alitumikia pia tarafa yote ya Mwenga. Kwa yeye kuzikwa ya nchi ni sabotage ku territoire ya Mwenga, ni sabotage ku vile ya Kamituga, surtout na government national yetu. Sababu ni nini zaidi ya meya kuzikwa katika nchi ya Burundi kuliko kuja kuzikwa huko Kamituga? Sababu inaweza kuwa negligence ya communauté Lega, ni sabotage wakaaji wa territoire ya Mwenga na vile ya Kamituga na government national, kwa sababu walikuwa akiongea na hao wanani wa pilote ambayo angileta ile mwili hapa. Pilote alikuwa akilomba pesa yenye inafika kiasi ya $22,000. Kisha hiyo pesa ya transport kulikuwa pia mafrais connexe, paske unajua kama huko jamani kutoka Burundi mpaka Kamituga kuwarudisha tena Burundi, chakula, vinywaji na vingine, mafrais connexe. Ilomba impulsion ya government nationale, kwa vile government nationale ndio limurekonete kome mere ajue wa vile Kamituga, kitu ambayo haikufanyika. Hata hivyo, upande mwingine ametaja kushukuru vya kutosha jitihada za meya ya Kamituga kwa kutoa mchango mkubwa kwa ajili ya msiba wa meya makamu, ikiwa ni alama ya upendo kwa marehemu. Ilibidi meri ya Kamituga ndio ikontribue $16,000, meri ya Kamituga, gouverneur alikontribue $6,000, mais government nationale alikontribue hata $1. Ni kitu ambayo ilipelekea changamoto
Mpaka sai niko nakwambia hapo magrupu WhatsApp za Kamituga ndio iko habari ile, watu wanakondani sana na watu wanaonesha kama tunaachiliwa na government ya nani ya Kinshasa kwenye mere ule mwenye anaachiliwa vile kukikuwa sasa wengine mtoto wa mama ambaye anaweza kupata magumu, asiwe kama tunaweza kusubiria msaada kwenye government ya Kinshasa. $6,000 ukichanga yote mbili nafanya $22,000. Pourtant kule Burundi kwenye biko walikuwa wako wanakula, walikuwa wako wanafanya ingine manani ma dépense, walipasha pia kutoa mwili kunani ku hospital, walipasha lipa facture. Unakutana kama hiyo pesa haingi sifire, hata kama ingekuwa kidogo. Tuko hapa na nani na service, tuko na DGRA ambayo inakongola inafuatilia taxes za niveau national, na mwaka wa 2025 Kamituga inilipa hiyo taxe pesa nyingi sana. Tulipa pia pesa nyingi sana ku DPMR ku sekta ya mine na vingine vitu ambao tulalamikia. Pesa hiyo ilienda manimero ya telefone ya batu, taxes zilienda manimero ya telefone, government inatuma manimero ya telefone, hiyo pesa zinaenda. Kama tunaweza kwa tunalipa mataxe na mtu saa ule anakufa na hatuangaikiwe na government national, ni kitu ya kuhuzunisha bwana Mariri. Sasa vile ya Kamituga haijulikani na government national, inajulikana wakati ya mataxe, inajulikana wakati ya vingine vitu ambayo au watakula nani pesa, lakini kwa kutusumbukia le redevabilite na hapo kwetu shie haiko, na ni kitu ambayo natuhuzunisha. Wakati hayo ya kijiri, Wisoba wa Kilongo Fisto ameongeza kuwa kitendo hicho cha serikali kuu ya Kinshasa kutokuonyesha nia na upendo hasa kwa meya makamu ambaye ametumikia taifa ya Kongo bila usaliti kwa miaka yote itabaki kumbukumbu mbaya kwa raia wa Mwenga Kamituga. Wisoba wa Kilongo Fisto amekemea kitendo hicho kwa niaba ya raia wa eneo hilo. Message ni kukondane le sabotage yenye government ya Kinshasa ilifanya kwa meya adjoint. Ni kukondane hiyo sabotage yenye government ya Kinshasa inafanya ku population ya territoire ya Mwenga na vile ya Kamituga. Na haiko ya kwanza bwana Mwariri. Sisi tunaachiliwa mambo mingi, hiyo kipo ya meya inakuwa tu kuconfirm vitu ambayo injustice ambayo government ya Kinshasa yako nafanyia territoire ya Mwenga na vile ya Kamituga bwana Mwariri. Sisi ni kama vile tu ngombe nanyonywa maziwa, hata ngombe yenyewe nanyonywa maziwa unapata pia ikulisha, lakini sisi kama vile ya Kamituga kama tuko ngombe yenyewe tunanyonywa maziwa, lakini ambayo tunisha sana sawa vile population ya tarafa ya Mwenga na jini Kamituga. Na kwenye habari ya kitaifa ni kwamba nchi ya Afrika Kusini imetangaza kuondoa wanajeshi wake katika ujumbe wa Umoja wa Mataifa wa kudumisha amani na kuleta utulivu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo MONUSCO. Ni miezi miwili tu baada ya kuanza upya wa muhula wa MONUSCO. Safari ya Limasi na undani wa taarifa hii. Naam. Afrika Kusini imeamua kuondoa mchango wake wa wanajeshi katika ujumbe wa Umoja wa Mataifa wa kudumisha amani na kuleta utulivu katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa ikulu ya Afrika Kusini, Rais Cyril Ramaphosa aliarifu Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres kuhusu uamuzi huo. Kwa mujibu wa taarifa ya ikulu ya Afrika Kusini iliyopokelewa siku ya Jumapili ya tarehe 8 Februari mwaka 2026, Afrika Kusini ni miongoni mwa nchi 10 zinazoongoza kwa kuchangia wanajeshi katika MONUSCO, ikiwa na zaidi ya wanajeshi 700 walikuwa wametumwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika utekelezaji wa jukumu la kulinda amani la ujumbe huo. Tarehe 12 Januari 2026, wakati wa mazungumzo ya simu, Rais Cyril Ramaphosa alieleza kuwa uamuzi wa upande mmoja wa Afrika Kusini ulijiondoa kwenye MONUSCO umetokana na haja kuimarisha na kuelekeza upya rasilimali za jeshi la ulinzi la taifa la Afrika Kusini baada ya miaka 27 ya msaada wa Afrika Kusini kwa operation za Umoja wa Mataifa za kulinda amani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ilieleza ikulu ya Afrika Kusini.
Aidha, baada ya uamuzi huo, ikulu ya Afrika Kusini ilibainisha kuwa Afrika Kusini itashirikiana na Umoja wa Mataifa ili kukamilisha ratiba na taratibu za kujiondoa, zoezi linalotarajiwa kukamilika kabla ya mwisho wa mwaka 2026. Rais Cyril Ramaphosa pia alipokea kwa shukrani pongezi zilizotolewa na Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa kuhusiana na uamuzi huo. Serikali ya Afrika Kusini itaendelea kudumisha uhusiano wa karibu wa pande mbili na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na itaendelea kuunga mkono juhudi za kimataifa zinazofanywa na Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika SADC, Umoja wa Afrika na Umoja wa Mataifa kwa lengo la kuleta amani ya kudumu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mnamo Disemba mwaka jana, Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa lilipitisha kwa kauli moja azimio namba 2808 ya mwaka 2025 ambalo linaongeza muda wa hadi tarehe 20 Disemba 2026 wa jukumu la ujumbe wa Umoja wa Mataifa kudumisha amani na kuleta utulivu katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo MONUSCO, na kwa hali ya kipekee brigedi yake ya kuingilia kati. Kwa mujibu wa azimio hilo, baraza linaamua kuwa MONUSCO itaendelea kuwa na idadi ya juu iliyoruhusiwa ya wanajeshi 11,500, waangalizi wa kijeshi na maafisa wa makao makuu wakiwa 600, polisi 443 pamoja na wanachama 1270 wa vikosi vya polisi vilivyoundwa. Pia linaamua kuwa vipaumbele vya kimkakati vya MONUSCO ni kuchangia katika ulinzi wa raia katika maeneo yake ya operation, utekelezaji wa malengo yaliyowekwa na azimio la 2773 mwaka 2025 pamoja na kuleta utulivu wa kuimarisha taasisi za serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Zaidi ya hiyo, baraza linaidhinisha MONUSCO kuunga mkono utekelezaji wa usitishaji mapigano wa kudumu kulingana na azimio la 2773 mwaka 2025. Azimio hilo kwa mujibu wa Ufaransa, ambayo ilikuwa ni nchi kinara wa maandalizi ya maandishi ya azimio hilo, linalenga kuweka MONUSCO mstari wa mbele katika kuunga mkono juhudi za amani, ikiwemo zile za Umoja wa Afrika na upatanishi wa Togo, juhudi za mashirika ya kikanda na wawezeshaji wao, pamoja na juhudi za Marekani na Qatar. Msikilizaji, tulikuwa nayo kwenye habari za kitaifa kwa siku ya leo. Ni kupitia habari yake hiyo Safari ya Limasi ndipo tunafika mwisho wa uchambuzi wetu wa habari katika lugha tukufu la Kiswahili. Msomaji wako Bukuru Tantine Aldama, fundi mitambo Safari ya Limasi. Shukrani kwa wewe msikilizaji na kuaga nikisema kwaheri.